Tumalize na kumzungumzia Peter Shalulile, mwamba huyu kutoka Namibia ambaye alikichafua sana akiwa na klabu ya Mamelodi Sundowns. Katika klabu ya Mamelodi Sundowns amehudumu kwa takriban misimu 10 na baadaye wakawa wameachana naye. Wakati anaondoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns, msimu uliopita amecheza katika michezo 7 na katika hiyo michezo 7 alianza michezo 6, mmoja akitokea bench na akafunga mabao 3 msimu mzima. Peter Shalulile huyo ambaye ana umri wa miaka 33 yupo katika jangwa la wananchi pale. Unadhani ataleta experience kwa wachezaji wa Young Africans ukilinganisha na uwezo wake mkubwa aliocheza katika ligi ya mabingwa barani Afrika? Binafsi ukiniuliza chaguo sahihi ama usajili ambao umefanywa na Young Africans kwa msimu huu katika dirisha hili kubwa la usajili kwa msimu huu na ambalo linalenga hasa wao kwenda kukata kiu yao na kujibu maswali ya wengi ya kutaka ubingwa wa Afrika. Uchaguzi sahihi wa mchezaji ambao wamemsajili ni Peter Shalulile. Kwa sababu gani? Yeye amecheza Mamelodi Sundowns na amekwepo katika misimu ya mwaka 2016 na msimu ulioisha ambao Mamelodi wamechukua ubingwa. Kwa hiyo amekwepo mara 2 katika safari ya Mamelodi kwenda kwa ubingwa wa Afrika. Kwa mantikio ni chaguo sahihi. Kama hataenda kuingia moja kwa moja katika mifumo ya mwalimu, moja kwa moja kuwepo kwake kikosini kinaenda kusaidia Young Africans aidha kwa kushauri au kwa kutoa mchango wa moja kwa moja akiwa uwanjani. Kwa hiyo ni chaguo sahihi sana kwa Young Africans, hususan katika dira yao ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika na kushindana katika ngazi ya juu katika soka la bara la Afrika. Kwa hiyo ni Peter Shalulile, sina hofu naye, licha kwamba kwa umri wake watu wanambeza kwamba anaweza asifanye makubwa, lakini inawezekana. Bado umri si tatizo sana na ana kipaji, lakini pia anafahamu vizuri soka la Afrika, na kwa mazingira yetu sioni kama anaweza kupata tabu moja kwa moja kuingia katika mifumo ya mwalimu na kuungana na timu katika safari ya mafanikio. Kwa hiyo tutegemee kuona Young Africans wakileta changamoto mpya katika ligi ya mabingwa barani Afrika katika msimu huu. Sadaka bila shaka, na hilo halina, naweza kusema ni jambo ambalo liko dhahiri, na usajili ambao wanaofanya na dira yao falsafa ambayo wako nayo inadhihirisha kwamba watakuja na changamoto mpya, kwa sababu ukiangalia pia uongozi wao wakati mwalimu ule Engineer Hersi anaingia madarakani, alikuta timu ikiwa katika ngazi ya chini kabisa, ni karibu 70 mpaka 72 katika ubora wa viwango vya vilabu barani Afrika. Lakini kwa sasa ipo nafasi ya 12. Ni safari kubwa ambayo wameifanya, na bado wanaona kwamba wana kazi kubwa ya kuifanya kuhakikisha kwamba timu inafika katika ngazi za juu kabisa. Kufikiria kuchukua ubingwa wa Afrika maana unafikiria kwa klabu namba 1 barani Afrika. Kwa hiyo safari wameanza kutoka mbali, wapo katikati. Naona kwa kitu ambacho wanakifanya hicho unachokizungumza kwamba kufanikiwa katika kutajwa katika miongoni mwa vilabu bora barani Afrika, hiyo inawezekana kwa sababu mipango inaonekana na kile ambacho wanakifanya kinasadifu ambayo wengi wanatarajia kuya. Kwa Dennis, unataka kuniambia Young Africans hawajajichanganya kwa Peter Shalulile? Mpaka sasa hawajajichanganya kwa Peter Shalulile. Ni mchezaji ambaye ninamwamini kwa sababu nimekutajia kwa nini namwamini. Si moja kwa moja ataenda kufunga mabao tu, hapana. Anaweza asiingie moja kwa moja kwenye timu, lakini tayari kuwepo kwake kikosini anaenda kutoa uzoefu wake aidha kwa kuzungumza. Ndio faida ya kuwa na wachezaji wakubwa lakini pia wana mafanikio makubwa. Kwa hiyo umri wake mkubwa lakini pia mafanikio yake makubwa yanaakisi kile ambacho Young Africans wanakihitaji. Ndio maana nakwambia hawajakosea. Ndivyo tunavyotamatisha, mtazamaji wa Bishan TV. Mimi ni Salum Abubakari na mwenzangu ni Dennis Livingstone.